Na wakati fulani Dar es Salaam anakuja mtu ametanguliza machozi mbele, atalia hapo kwa ukubwa sana, anasema mimi nimedhulumiwa. Halafu na Dar es Salaam kumeibuka wimbi la watu kujitambulisha kwa hoja kubwa mbili. Moja, mimi mnyonge maskini, mimi mnyonge maskini, mkuu wa mkoa, mimi mnyonge maskini. Halafu kujitambulisha kwa pili, mimi mjane, mimi mjane, mkuu wa mkoa, haki ya kweli mimi mjane. Naibu mwanasheria mkuu wa serikali, nimezungumza hoja hizi mbili za utambulisho ambao watu mara nyingi hutumia kama sehemu ya kurahisisha tafsiri ya sheria iegemee kuwa na faida upande wake. Sasa mlioko hapa leo ambao mmekuja kupata msaada huu wa kisheria, moja, kwa kuwa hapa kuna wataalamu, usitangulize machozi kwanza kabla hawajakusikiliza. Lakini mbili, kwa kuwa hapa pana wataalamu, usianze na neno mimi mnyonge maskini, kwa sababu neno mimi mnyonge maskini sidhani kama linatoa sheria yenye utofauti na mimi tajiri nisiye mnyonge. Nafikiri hilo swala mnanielewa vizuri. Ukitanguliza neno mimi mnyonge maskini, sio sababu ya tafsiri ya sheria kuja kukufeva, bali inaweza kuwa ni mianzo ya gia kwenda kwenye utapeli. Kwa hiyo wewe sema tu mimi Albert Chalamila nina tatizo hili, naomba mnisaidie kwa sababu kuna mambo moja mbili tatu. Weka pembeni neno ujane, weka pembeni neno ugane, weka pembeni neno mimi mnyonge maskini. Kwa sababu katika tafsiri ya kawaida, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatamani kila moja aumiliki uchumi katika dunia yake. Na katika kuumiliki uchumi hakuna kikwazo kinachowekwa kwa mtu na mtu. Tusije tukabadilisha jambo hilo likawa kama ni ulemavu wa kuja kwenye tafsiri za kisheria. Sasa nimeona niseme haya kidogo kwa sababu mimi pamoja na katibu tawala na wakuu wangu wa wilaya wote tunafahamu kitu kinachoitwa ruwaza ya tabia katika kusuluhisha migogoro. Nikisema ruwaza ya tabia, kwa lugha zenu mnaozifahamu inaitwa behavioral pattern. Ruwaza ya tabia ndio ambayo inatusaidia sisi kupata conclusion, kupata hitimisho ya namna watu wengi ambavyo wanatamani wawe katika kusaidiwa jambo ambalo